inakuletea mwangaza wa dini yako. za muhadhara wetu na tayari Sheikh Juma amewasili biidhnillah taala, na tutaanza naye katika muhadhara wetu huyu wa pili baada ya Sheikh Abdul Karim kuzungumza. Barakallahu fikum Sheikh Juma. Naam, استعد ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. اللهم آمين. أحباب، أيها الأمهات الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، kwa kweli nashukuru sana na walioandaa kikao hiki. Kwa kweli Mwenyezi Mungu asiwaharimishie thawabu zake subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli bila shaka maudhui yenyewe tu kwa kweli inanifanya nifurahishwe, japo muda ni mdogo, lakini inshallah tutajaribu kadiri tutakavyoweza, kwa sababu maudhui yenyewe kwa kweli imefika nafasi yake na ni wakati wake kwa kweli, hasa kwa zama hizi ambazo tumo ndani. Ndugu zangu, mama zangu wa Kiislamu, makanu almar'a fi almujtama' alislami, nafasi ya mwanamama katika jamii, maendeleo ya mwanamama katika jamii. Ayuha al-ummahat, enyi mama zangu waheshimiwa, makanu almar'a tafuqu fi alislam wa min shumuliyati alislam. Tafuqu, kwa kweli nafasi ya mwanamama katika Uislamu imepiga fora, kwa kweli imefika mbali sana, na hasa katika Uislamu, japokuwa baadhi ya watu wangaliki na ideology ya kuonesha kuwa mwanamama ni kitumikisho tu, ni ala. Kwa kweli msiba mkubwa sana. Mwanamama ni kitu muhimu sana kwa kweli, hasa katika jamii ya Kiislamu na katika dini yetu ya Uislamu. Mwanamama Mwenyezi Mungu alimweka nafasi, kwa kweli nafasi ya karama, nafasi kubwa sana, shumulia. Kwa kweli amekusanya kila kitu fil Islam, katika Uislamu wa kamalihi, na katika heshima yake. Waqad jaa al-Islam, na Uislamu ulikuja ndugu zangu mukarrama biha, katika kumkirimu mwanamama ndugu zangu, wa rafa'a sha'naha, na kupandisha daraja yake na nafasi yake. Lam tukram min ayi din, hakukirimiwa na dini yote ndugu zangu, au min ayi hadara min qabl, au katika hadara yote ile, tamaduni ya aina yote, ila Uislamu ndugu zangu. Naam, qabla wa hina tazawwaja almar'a, na pindi mwanamama alipofika katika kufunga pingu za maisha au kuolewa, ja'alaha mithaqan ghalidha. Tizama nafasi ya mwanamama, hakuwekwa hivyo hivyo, ja'ala mithaqan ghalidha, akaweka ya kuwa akiolewa iwe ni convention sio ya kawaida, iwe ni convention sio ya kawaida. Mithaqan ghalidha maana yake heshimike ndugu zangu, iwe ni partnership, iwe ni mshirika. Ndivyo ilivyo kweli? Sivyo ilivyo, sivyo ilivyo kwa kweli. Awe ni mshirika, awe ni partner katika ujumba. Masikitiko kabisa. Wa amara zawjaha, na Allah kaamrisha mume wake, biikramiha, akirimiwe, wa ihsani ilaiha, na mfanyie wema mwanamama huyo ndugu zangu. Tizama makani, nafasi ya mwanamama. Wa indama asbaha umma, akiwa mama sasa, ametoka katika ubinti, katika ujumba, amekuwa mama. Eish makanatuha, ni nafasi yake. Kanati birraha min aujabal wajibati, inakuwa sasa kumheshimu mama na kumfanyia wema ni katika wajibu, aujab min aujabat, yani aujabal wajibat,
katika wajibu uliokuwa wajibu mkubwa sana katika kumtii mama na kumheshimisha mama. Ndugu zangu, maona nafasi ya mwanamama bado iko nafasi kubwa sana ndugu zangu. Naam, wakad karamaha almar'a, mwanamama amekirimiwa ndugu zangu, fi haqqi tamalluki, katika kumiliki. Kwa nini hii sasa similiki? Uislamu umemheshimu mwanamama kuwa anaweza kamiliki, haki tamalluki, aweze kumiliki. Mwanamama mnamkamata, tunamkamata kama kakitu tu. Kwa kweli dini haisemi hivyo ndugu zangu. Haku tamalluki wa haku ijara, ana haki ya kufanya ijara au ya kupanga, ya kupangisha. Haki ijara kawaida kabisa, anaweza akakodesha sehemu aka akakodeshewa akafanya muamalati wa ijara. Naam, wa haqqul bay' wa shira, anaweza kufanya biashara bay' wa shira chini ya sheria, condition ya dini. Haqqu bay' wa shira. Kwa nini sasa yeye asiuzi? Kwa nini asiuzishi? Kwa nini? Mungu atustiri kwa kweli. Wa haqqu ta'allum wa ta'lim, ana haki ya kuisoma dini na kusoma vyovyote vile ambavyo vitakaisaidia jamii. Naam, na kusomesha pia. Haqqu ta'allum wa ta'lim, ana haki ya kusoma na kusomesha na kuzagaza elimu. Naam, wa amara islami bi hijab, Uislamu kamwamrisha kujihifadhi bihaqi karamatiha, kwa kumpa karama, kwa kumpa heshima. Naam, litujanniba, kumlinda na kumkinga, biikhtilati, na kujikhitlāt, kujimix. Naam, kujimix au kujichanganya na ma'an ar-rijal, ma'a ar-rijal, na wanamume ndugu zangu. Hiyo yote ni katika karama, wala sio kumdhalilisha ndugu zangu. Naam, wala haqqu al-mirath, pia na haki ya mirathi. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, anasema katika Qur'ani hii, anasema qalat rabbi, huu ni mke wa Imran alipoomba mtoto atakayemtolea sadaka au atakayemtolea afanye kazi za Mwenyezi Mungu, akawa naomba apate mwanamume, lakini Mwenyezi Mungu akajua alichokifanya kwa hekima yake. Kwa hiyo anasema alipomzaa mama wa Maryam akasema qalat rabbi inni wada'tuha untha, nadhiri yangu Mwenyezi Mungu, nimemzaa mwanamama. Mwenyezi Mungu anamuonesha kama wasa wewe, mimi najua zaidi hata yako wewe, wallahu a'lam bima wada'at. Mwenyezi Mungu anajua kile ambacho ulichokizaa, anajua kama huyu atakuwa nini kesho. Mwanamama ni karama kwa kweli, amekirimiwa sana. Mwanamama yuko nafasi kubwa sana Sheikh. Kwa kweli naomba mashekhe warudishe hizi darasa kama hizi, mihadhara kama hii kwa wingi, na hasa katika sehemu za wakina mama. Watu wajue sehemu za wakina mama na wakina baba pia, watu wajue wana mama nafasi yao kwa kweli katika mujtama, katika jamii ndugu zangu. Mwenyezi Mungu akamwambia wallahu a'lam bima wada'at, unangoja kupiga kelele ya nini? Allah anajua kile ulichokizaa. Kama ni mtoto wa kike, naam, anamjua Mwenyezi Mungu. Allah alijua kama utamzaa sayyida ambao ni mtukufu, saufa tunjibu, huyu saufa tunjibu Masih ibn Maryam, ambaye atakuja kuwa ni nabii alim, nabii alikirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa nabii, atazaliwa Isa ibn Maryam katika tumbo la Maryam. Kwa hiyo ndio maana ndugu zangu, mwanamama sio kitu cha mchezo ndugu zangu. Allah alimwambia, akamwambia tulia, najua ulichokizaa, lakini katika utakachokizaa patatoka nabii, nabiyullah, saufa yakunu nabii, atakuwa nabii kariman, wa kullu amali fi sahifatiha, na kila amali yote atakayofanya itakwenda kwenye sahifa, kwenye mizani ya mama yake. Ndugu zangu, maona fadhila ya mwanamama ndugu zangu. Mama ana fadhila kubwa sana. Idha allamta shabah allamta wahida, utakapomfunza kijana umemfunza kijana mmoja. Wa idha alamta fatata, na ukimfunza mwanamama alamta al-usra, umeelimisha familia. Ona vile vinalingana? Havilingani kabisa. Ukimfunza mwanaume umemfunza mmoja, ukimfunza mwanamama ukamfundisha, umefundisha usra mzima, family kamili. Kwa hiyo ndugu zangu, mwanamama angaliki na nafasi iliyokuwa juu sana ndugu zangu. Min hadithi Abi Huraira, hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi haraka, awwal man yumsiku bi khalqil janna ana, Mtume anasema wa kwanza atakayeshika miftah, mlango, funguo za kuingia peponi ni mimi Nabii Muhammad sallama. Fa idha imraa, nimefungua mlango, nataka kufungua mlango niingie peponi, awwal wa kwanza ni Mtume Muhammad sallama.
fa idha imra'a tunazi'uni, panakuja mwanamama anasema no, we Muhammadin no, hauingii. Kaifa hadha? Akaambia no, hauingii. Imra'a tunazi'uni, anabishana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye mlango wa pepo. Turidu an tadkhulu qabli, anataka kuingia peponi kabla ya mimi sallallahu alayhi. Atafanya nini sasa? Hana la kusema, anarudia kwa Jibril, sema ya Jibril, man hadhihi? Ya Jibril, nani huyu tena? Jibril sallallahu alayhi wasallam anasema qult ya Jibril man hadhihi? Qala hiya imra'atun rabbat auladaha, huyu ni mwanamama, hakuna kazi aliyofanya duniani, alilea watoto wake vizuri na akawalea vyema na akawapa mafunzo mazuri na akawalea vizuri mpaka wakafa katika njia nzuri. Huyu ndio anashindana na Mtume sallama kuingia wapi? Kuingia peponi. Ndugu zangu, anna almar'a idha atana, mwanamama akishikamana au akishikamana na watoto wake, kulea watoto wake nyumbani kwake, bi auladiha tarbiyatul imaniyya, katika kuwalea malezi ya kiimani, wa tarbiyatul akhlaqiyya, na tarbia ya tabia, naam, wa tarbiyatul ilmiyya, na kuwafunza elimu, wa tarbiyatul ijtimaiyya, na kuwafunza social life, mibere na watu, kuishi na watu vyema, wa tarbiyatun nafsaniyya, na kumfunza mtoto nafsania, jinsi atakuwa mzalendo na atakuwa muungwana kwa nafsia, na wa tarbiyatu jismiyya, na kumfunza mtoto vipi atajiantame na siha na afya. Unaona, hizi zote mwanamama akizifanya, hadhihi almar'a, huyu mama tartaqi, anapanda daraja ya juu, ila a'la almartaba fi alislam, marhala ya juu sana katika Uislamu. Ndugu zangu, mama zangu wa Kiislamu, ummahat, ya ummahat, ayuha alummahat, mama zangu watakatifu, mama zangu wazuri, Mungu akuhifadhi na kulindeni ya rabbul alamin. Anna almar'a, hakika mwanamama, musawiya, sasa note bien hapa kabisa, mpazingatie vizuri, wakina baba mpazingatie. Anna almar'a, hakika mwanamama, musawiya, analingana na mwanaume sambamba. Mwanamama analingana na mwanaume sambamba. Thalathata khasais, ni vitu vitatu hivi muhimu sana, tajma baina rijal wa nisa, vinakusanyisha baina ya mama na nani? Na baba, moja kwa moja sambamba. Simtizamii mama ukamtizamia kwenye ukucha wako na mguu wa chini, mama wewe ni giki, wewe ni vitu gani, utafaa chana na huyo wewe. Hapana, mnalingana, tunalingana sambamba na wanaume kwenye vitu vitatu, khasais tatu muhimu sana. Awaluha, ya kwanza, fi taklif, katika kutekeleza sheria za Mwenyezi Mungu, mwanaume na mwanamke sambamba. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was saimin was wal hafidh, mtoe sasa fi taklif, katika kutekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu tuko sambamba, peponi tutaingia sambamba. Mwenyezi Mungu atukutanishe peponi sote ya rabbal alamin, Allahumma amin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah anasema sikuumba majini na binadamu ila niliwaumba wanipokeshe. Ndugu zangu, wa tashrif, katika sharafa, katika heshima, lazima ulingane na mwanamke katika heshima, hautaki kudharaulika na mwanamke asidharauliki. Fi taklif wa fi tashrif, musharrafa kama huwa tashrif musharrafa, amesharifiwa au amepewa heshima kama vile nao unapewa heshima. Fi taklif wa fi tashrif wal mas'uliyya, na katika responsibilities. Responsibilities, tunalingana kwenye responsibility. Wakina mama na wakina baba tunalingana kwenye responsibility, majukumu. Kwa hiyo tunalingana kwenye majukumu. Qala Allah ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Yake Mwenyezi Mungu anasema nilimuumba mwanadamu katika maumbile mazuri, maumbile yaliyokuwa juu. Ya wakina nani? Ya watu wawili visina bibili, umugore n'umugabo, wanaume na mwanamke. Acha kujipendekeza wewe na kujipenda tu wewe mwanaume. Mwanamke je? Allah kutofautisha, wala qad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Waqala ta'ala, wala qad karramna bani adam. Bani adam ni nani? Ni mwanaume tu. Bani adam akiwa mwanaume na nani? Ametukiri Mwenyezi Mungu ya akhi. Pana kumchoza na kumdhalilisha mwanamama. Ndugu zangu, mwanamama ana nafasi kubwa sana ndugu zangu katika Uislamu, hasa katika kuisoma dini yetu ya Uislamu. Ndugu zangu, al-aya hapa sasa, kama mwanamama na mwanamume wanalingana ni vipi?
Na Mwenyezi Mungu anasema walaysa dhakaru kal untha. Haya tafsiri aya sasa. Haya pasua mihindi, pasua mihindi. Haya inasema nini? Walaysa dhakaru kal untha. Aje sio mwanaume kama halingani mwanaume na nani? Na mwanamke. Naam, walaysa dhakaru kal untha. Kwa khaswaisu zao. Sio katika hizi fadhila ambazo tumezungumza, hapana. Naam. Anna al khaswaisu rajul, khaswais za mwanaume, specification au specification za mwanamume fil jismiya, kwa mwili, wa fikria na fikria, wa nafsia na nafsia, wa ijtimaiya na social life. Naam, hiya kamalul mutlaqa, ni mambo yake Mwenyezi Mungu aliyeweka peke yake, limuhimma, katika umuhimu alati ihatat bihi, kwa wale ambayo anayafanya mwanamume. Anna rajulu mutafawwiqa li akhdhi al-qarara, mwanamume anachukua decision, manaka amepewa nafasi ya kuchukua decision ya mwisho, si kama mwanamume. Mwanamke na mwanamume ni unajua tena ndio hivyo, shujaa, shupavu, mkali, ni mwepesi sana kuchukua decision, ambao mwanamke kidogo iko na lutfu, ni ana huruma, si unajua tena mtumishi amefanya hivi, au kuna mtu amefanya hivi, mdogo wangu amefanya matatizo, mwanamke mwache, msubiria baba Mustafa subiria. Lakini mwanaume decisive, akhidh qarara, no, anakwenda kwenye department ya kazi, wafanyakazi wamefanya no, anamfuta huyu, anamuingiza huyu, anageuza. Hiyo ni kazi ya mwanaume ndugu zangu. Naam, hadha huwa wa khasaisul mar'a, na specification za mwanamama ndugu zangu, jismia, katika mwili wake, kufikiria na fikra zake, wa nafsia, wa ijtimaiya. Hadha kamalu mutlaka, ni kamali yake Mwenyezi Mungu aliweka peke yake, almuhimmati allati uhitat biha, katika umuhimu Mwenyezi Mungu aliyompa mwanamama ndugu zangu. Naam, madha uhita biha, yaskunu ilaiha, sisi turejee kule tukapumzike, ni viburudisho vyetu vya kutupumzisha. Naam, tupumzike kule kwa mama zetu, kwa wake zetu. Naam, ilaiha innahuma mutakammilat, yani yakulu, yani mutafawwiqa litaajiji al-ataif, atifia. Mwanake mwanamke Mwenyezi Mungu alimuweka huruma mwingi sana, upole mwingi sana, mapenzi mengi sana. Naam, huwa yaskunu ilaiha, ndio wale ambao tunarejelea kwao katika kupumzika. Naam, ilaiha innahuma mutakamilani, kwa hiyo wanajaziana baina ya mwanaume na nani. Kwa hiyo mwanamke usimpush ukamtupa pembeni, hapana, tunajaziana, wao katika hivi na sisi katika hivi. Kwa hiyo tunalingana kwenye baadhi ya masuala ndugu zangu, na baadhi ya khasais zingine na mambo mengine ndugu zangu. Naam, qala Allah ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah anasema katika aya zake, ash-shamsu aya, wal qamara aya, vyote hivi ni katika alama kubwa kubwa. Mungu anasema tena katika aya kubwa kubwa na alama kubwa kubwa, min ayati wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum, Allah kuwaumbeni na akawaumbia wakina mama sawa na gisi alivyokuumbeni mwe katika nafsi zenu. Ukunu mushaka nao nuko bashaka, ukunu mushavura nao nuko bagira gute bashavura. Min anfusikum. Sasa msijipendi sana wanaume, msijipendi sana, mkadharau mama zetu, mkadharau wakina mama ndugu zangu. Na Allah anasema mQur'an, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Min anfusikum hiya al-insan, ni mwanamama, ni binadamu. Tuhibbu kama tuhibbu, anapenda kama unavyopenda. Wataghdhabu kama taghdhab, anakasirika kama unavyokasirika. Watarda kama tarda, na anapenda kama anaridhia kama unavyoridhia wewe. Naam, vyote ndugu zangu. Ataamul mal mar'a, kuamiliana na mwanamama, hiya manhaji al-Qur'aniyya, ni katika manhaji ya Qur'aniyya. Yani hiya al-insan mukarrama, ni mama ambao amekirimiwa ndugu zangu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya al-insan mukarrama, amekirimiwa na Mwenyezi Mungu. Karijal, kama mwanaume. Wal mukallafa karijal, na amepewa masharti ya sheria ya Mwenyezi Mungu kama vile mwanaume. Wal mas'uliyya karijal, na amepewa responsibility kama mwanaume. Hadha niqatun tashbih, hizi ni nukta ambazo zinashabihishana, zinalingana baina ya mwanaume na nani, na mwanamke. Qala ta'ala, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta. Ashay, Mwenyezi Mungu anasema vitu dhiddan, vitu kinyume na kingine. Wal layli idha yaghsha, ana hapa kwa usiku unapokuwa umetanda giza,
wanahai idha yatajalla, na kupambazuka kuna pambazuka na kuweka mwanga na kuonekana iklirage. Naam, tajalla, kuna pambazuka. Wama khalaqa dhakara wal untha, ana hapa Mwenyezi Mungu kwa kweli kuumba mwanamume na nani na mwanamke. Hivi ni vitu viwili didani, vitu viko aks, mwanamume na mwanamama, mwanamume na mwanamke. Inna sa'yakum la shatta, sema kwa kweli haya sasa kila mtu ima afanye khairi ima afanye shari. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viwili viko contre, viko aks. Naam, ameumba mwanamume na mwanamke, akaumba usiku wa kutanda giza na mchana wa kupambazuka. Kwa hiyo hapa sasa kila mtu atakayefanya wema atalipwa wema, na atakayefanya shari atalipwa shari yake, dhambi zake. Naam. Anna almar'a, mwanamama ndugu zangu, amruha ajiba, mambo yake yanastaajabisha sana, ni mambo yako complicated sana, yanastaajabisha sana. Nabii sallallahu Mtume sallama alipokuwa sulhul Hudaybiyah, ameziwiliwa kuingia Maka kufanya umra akaziwiliwa katika mkataba na makufari Quraysh, kaambia mwaka huu ufanye umra Mtume, rudi kwenu, rudi Madina kabisa. Mtume ameshapata wahi, akasema acha tuache, tutakwenda mwaka kesho. Akarudi akaweka tent, akabaki akaweka khaima na masahaba zake. Kaambia sasa masahaba, ndio hivyo tena, viranse, hatufanyi tena umra, lazima tutahallal, tunyoe na tuchinje vichunja vyetu hapa hapa. Umar akasema hapana Muhammad hapana, hawa wametudharau sana, sisi hatukubali kabisa. Mtume sallallahu akawatizama, wamekasirika, masahaba wamekasirika hasira. Lakini Mtume anasema sawa, komando wangu, nifanye nini? Ambia masahabi, ndugu zangu, mnasemaje? Tumekataliwa kwenda jamii. Sasa kama tumekataliwa, tubatilishe umra yetu, khalas, tutahallal, tunyoe na tuchinje. Masahaba wamekasirika, wamenuna kabisa, wamenuna kabisa. Mtume macho yakamtoka sallallahu, akatizama akasema itakuwaje? Tizama mwanamama kuwa sio mtu wa mchezo. Akaenda kwa mama yetu Ummu Salama. Akina mama, Mwenyezi Mungu akubarikieni ya Rabbi, na akuzidishieni mzidi kuijua elimu yenu. Aliona nani atanisaidia, akakumbuka Ummu Salama. Hii ni manhaji ya dini. Sasa mwanamke unamuona kama ni kiinu kiko hapo akifai, wallahi mwanamke anafaa tena sana. Alikwenda kwa mke wake, habibti wake, akaenda kwa kipenzi mama yetu Ummu Salama, akakaa kwa Ummu Salama, asema mama, madam, hali imekuwa ngumu. Sasa masahaba wamegara, naam, khalas namaliza, wamegara, wamekataa kutahallal, wamekataa kunyoa, wamenikatalia, nifanye nini? Ummu Salama akamwambia, mama mwenye hikma na akili, alimwambia nini? Sema hawa sahaba zako mimi nawajua, mwanamke anajua kila kitu sheikh, usimoni hivi ukafikiri ni bono. Amekamilisha kila kitu kabisa, anamjua mwanaume kuanzia kwenye nywele mpaka kwenye ukucha vizuri sana, jipepepewe na ujibanyonyonyo, anakujua vizuri sana. Ummu Salama akamwambia ya Rasulullah, una tatizo gani? Wewe leta mchinja wako uchinje hapo, alafu uje nikunyoe, utafute mtu akunyoe, kinyozi akunyoe, wakuone jinsi unavyofanya. Alikwenda Mtume sallam, alinyoa, alichinja, akanyoa sallallahu alayhi. Walipomuona wote wakaenda kuchinja na kunyoa. Kaambia, si nilikwambia? Fikira ametoa wapi? Kwa mwanamama, ndugu zangu, mwanamama sio mtu wa mchezo, sio mtu wa mchezo, sio mtu wa kuchezea. Naam, kaambia wewe fanya hiyo tu, watafanya. Wakafanya ndugu zangu. Walama, jambo lingine, tukio kubwa sana, kasara ummul mu'minin, alipopata wivu ummul mu'minin mama yetu Aisha radhiallahu anha, kasara sahifataha. Alipokuja alikuwa na wageni Mtume sallama, alafu kuna ummul mu'minin mwingine akaleta chakula kama vile kuleta takrima nyumbani, kwa mke mwenzie, akaleta chakula kwa Aisha. Kimetoka wapi? Kule kwa nyumba ya pili. Analeta juu aongezee, wageni ni wengi. Wivu kapanda, Ummul Mu'mina wivu kapanda. Iko na wageni, Mtume sallama yana bashasha tu, anacheka, anafurahi tu. Chakula kinakuja kwa mke mdogo, kwa mke mkubwa, wachangie na wageni. Walipoleta chakula, Ummul Mu'minina akafanya nini?
لأنه أم المؤمنين الثاني alileta chakula alafu taam na qala sallama gharat ummuka alikamata masahani yote akavunja vunja akapasua michuzi kawarukia wageni mtume sallama akatabasamu akasema ghara ummukum ameipata wivu mama yenu amepata hivyo mama yenu chukueni sahani rudisheni anacheka cheka angekuwa mimi au wewe singefanya nini ni vibao vibaya sana rudi kwenu nenda kwenu wewe au kulelewa au kufanya nini hapana mtume alicheka akatabasamu na huku michuzi imewaangukia wageni imemwaika kabisa ambia khalas akaleta sema nyingine akabadilisha kwa sahani nyingine akabadilisha kwa nyingine akamwambia pelekeni gharat ummukum amepata wivu mama yenu sallallahu alayhi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته